Staili 5 hatari ambazo kama we ni mwanamke ushawahi kufanya mapenzi kinyume na maumbile na umempata mwanaume ambaye hajawahi kukuingilia kinyume na maumbile na wala hajui kama wewe ushawahi kwenda kinyume na maumbile. Hizi ni staili 5 hatari za kuziepuka. Ukijaribu ama ukithubutu siku kukaa, lazima atakustukia kwamba wewe ushawahi kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Sawa? Sasa twende kuzifahamu hizi staili 5. Nadhani mnawafahamu wale watu wakazime taa. Hiyo kodi. Kuzima taa sio tu kuzima taa ili usimuone mabaka. Kuzima taa kuna vitu utakiwa pia kuviona. Karibu sana, naitwa Mombe Crispin, hii ni Mbeki TV. Kama ndo kwanza unafungulia channel hii ama ndo kwanza unaniona, basi hapa panaitwa hii channel inaitwa Mbeki TV. Hapa ndo sehemu pekee ambayo tunazungumzia swala zima la mapenzi, mahusiano na ndoa na kwa namna gani tunaweza kudumisha kwa mapana kabisa. Usiache kusubscribe ili uendelee kuzipata video zangu nyingi kabisa. Twende katika staili ya kwanza ambayo kama wewe ni mwanamke unafanya mapenzi kinyume na maumbile na hautaki bwana wako ama mwanaume ajue, usimkalie hii staili. Mbuzi kagoma kwenda. Hiyo ni staili ya kwanza ambayo mwanamke unaifanya mapenzi kinyume na maumbile unatakiwa kuiepuka kama una date na mwanaume ambaye hajawahi kuingilia kinyume na maumbile na wala hajui kama wewe ushawahi kufanya huo mchezo. Kwa nini mbuzi kagoma kwenda? Kwa sababu hii ni staili ambayo yeye itamuonyesha njia zako zote mbili. Tena ile njia yako ya nyuma ndio inakuwa ipo juu kabisa, anaweza kaiona vizuri. Sawa sawa. Na hii ni staili ambayo inampa mwanaume uhuru wa yeye kukuangalia vizuri, wa yeye kuwa comfortable, ya yeye kukuchunguza kila kitu, ya yeye pia kukushika makalio yako. Ushanifahamu? Ama kukushika maumbile yako. Sasa kama umekubuu ama ulishafanya sana ili tendo la kinyume na maumbile, ile njia nyingine ya pili ya haja kubwa lazima ibaki wazi. Mawili, inaweza ikawa na sugu. Kama wewe ni mweupe, itaonesha sugu nyeusi kwamba njia imepitwa sana. Inaweza ikapoteza malinda. Hizo ni hatua za awali. Sugu, malinda, hizo ni hatua za awali zile ndogo. Sasa kama wewe ni umekubuu, ulishafanya ile jambo kwa muda mrefu, njia itabaki wazi. Yaani kitundu cha nyuma kitafunguka chenyewe. Kwa mwanaume ataona mbona hii kitundu cha nyuma pia kiko wazi. Kwa hiyo ni staili ya kuiepuka kama wewe unafanya mapenzi kinyume na maumbile. Otherwise, kama mwenzako anaipenda hiyo, zima taa. Sawa. Staili ya pili ni chuma mboga. Hii haina tofauti na mbuzi kagoma kwenda, haina tofauti kubwa. Ila ile mbuzi kagoma kwenda tunakuwa umeweka magoti na inakupa uhuru zaidi wa kupinda mgongo. Hii chuma mboga ni kwamba utakuwa umesimama tu. Ina position nyingi. Unaweza kuwa umebana miguu, umetanua miguu, lakini umesimama na utaupinda tena mgongo. Ushawahi kuona ile songa pepete ile pinda mgongo, utapinda mgongo. Sasa utaupinda mgongo zaidi kwa maana utaenda chini zaidi. Sume chuma mboga nadhani mnaijua nyinyi wakubwa mnaongea. Ile nayo pia inampa uhuru mwanaume kuangalia vizuri. Na nazitaja hizi staili kwa sababu najua wanaume wengi wanazipenda pia. Inampa uhuru mwanaume kutazama tena vizuri. Tuko pale pale. Shimo ama njia ya nyuma pia inaweza ikabaki wazi. Ama taratibu inaweza ikawa ile ile. Sugu, malinda, njia kubaki wazi. Kwa chuma mboga nayo pia ni staili ya kuiepuka sana. Na chuma mboga ina position nyingi. Hiyo chuma mboga. Ina chuma mboga miguu yote ipo chini, ina chuma mboga mguu mmoja unainuka unakaa kwenye kitanda ama kwenye kochi, ina hizo positions nyingi nazo pia. Katika ile chuma mboga kuna evaluations nyingi za kucheza mule. Kwa hiyo usikubali pia chuma mboga na vitongoji vyake, usikubali. Ya kwanza mbuzi kagoma kwenda, ya pili chuma mboga. Ya staili ya tatu pia ambayo usikubali kuwekwa ni mikasi. Staili ya mikasi ni staili ambayo mnaingiliana hivi. Nadhani hapo mmenielewa. Staili ya mikasi ni staili ambayo mnaingiliana hivi. Hiyo ni staili ambayo mguu wako mmoja utakayebaki juu ni mguu ambao mwenzako anaweza kauposition katika namna ya kucross, kupinda ili goti likapinda. Goti likipinda, kama ni fundi ataona tools ya nyuma. Kwa sababu goti likipinda, kwa sababu ile inapendeza zaidi akikushika kiuno ama akikushika maumbile yako, ili akusqueeze kidogo ili apate kukupata vizuri katika mkasi. Goti lako wewe ndio hili. Likipindwa lile goti, maana yake na kiuno akikishika kitapinda kwa namna hii. Alafu mkono mmoja anaweza kaushika katika kiuno ukibalance kisirudi chini, alafu wakati ana push maana yake wewe
maumbile yako ama makalio lako la upande wa juu, atainua kutwist kiuno. Kwa akiinua yeye akawa na push, kwa sababu atakuwa kwa chini kidogo katika umkasi, wewe utakuwa umegeukia kwa hivi, kageukia kwa huku. Kwa hiyo kuna possibility kubwa wa yeye pia kuona, na kuna namna, ndio maana nikasema kama ni fundi, kuna namna unaweza ukaufanya mkasi ukawa ule mkasi katika namna unavyopush ukawa unaseleleka. Unajua kuna kupush, kuna kuzungusha na kuna kuslide. Sasa akiwa na slide, kuna namna ni lazima apite, yani awe anaenda hivi, yani akiwa na slide hivi. Kwa akiwa anakuja anapita kwa huku, nadhani mafundi mnanielewa. Sina haja ya kuongea sana, hizi video YouTube zina limit, nikiziongea sana zitafungiwa. Kwa hiyo mkasi pia ni staili ya kuiepuka kukaa kama wewe unafanya kitendo hiki cha kinyume na maumbile, kwa sababu mwanaume pia atakushtukia. Staili ya 4 ni helicopter. Helicopter ni staili ambayo kama nikikutajia vizuri kwa wale wasioifahamu, ukikaa kifo cha mende, miguu unakuwa umeweka kawaida. Sasa iwe kifo cha mende afu miguu yako uwe umeinuliwa kama inataka kurudishwa kwenye kichwa. Sawa? Uinue kama unataka kuirudisha kwenye kichwa. Ushanielewa? Alafu mwanaume aje juu yako, miguu yake iwe kwenye position zako za hapa au za ume. Kwa hiyo wewe unaangalia huku, mwanaume anaangalia kule. Sawa? Miguu yako ipo huku, miguu ya mwanaume pia iko huku huku ilipokuja miguu yako. Alafu yeye ndio anakuwa upande wa kule mbele, yani upande wa njia zako kule, si ndio? Anakuingilia huku, amekupa wewe mgongo, umelala chali hivi na miguu yako umeisogeza. Sio lazima miguu yako ije hadi ishike hapa, lakini miguu yako tu imeinuka juu, ambayo unaweza ukawa umeicontrol kwa kuishikilia, si ndio, ili upate balance, ama tu una uwezo mzuri wa kuiacha miguu yako ikae hivi. Alafu mwanaume yeye akakaa kwa upande wa kule akawa anafanya. Maana yake ni nini? Yeye akiwa anafanya, wewe unakuwa huko hapa karibu yake, kwa anakuona kila kitu, na kwa sababu umeinua miguu yako nyuma kwenda mbali, ina maana umeachia upana ama uwazi wa njia zako kwa uhuru yeye kupita. Kwa anaona. Wale wanaoelewa helicopter, ni ngumu mimi kuelezea sana kwa sababu YouTube hatutakiwi kufanya sana hivi vitu. Sasa nifahamu, kwa ni ngumu mimi kuelezea kwa usahihi, yani iwe clear kwako, kwa sababu ikiwa tu clear, YouTube nao pia watasense kwamba hiki kitu kichoongeleka kitakiwe. Kwa helicopter ni staili pia ambayo ni hatari, utakiwi kukaa kama ushawahi kushiriki kitendo hichi kinyume na maumbile na utaki mwenzako ajue ushawahi kushiriki na mwenzako hajui. Kwa hiyo itakuaibisha. Na staili ya 5 na ya mwisho ambayo nilisema hii ndio kiboko, ni pepo kanyia mbingu. Hii ni staili ipo tokea zamani, ile ilikuwa haijapewa tu jina. Hii ni staili ambayo miguu, na hiyo actually sio miguu. Nadhani nikisema pepo kanyia mbingu watu mnanijua. Jamani, kama kuna staili nimeisema ambayo bado hujaipata vizuri, utaniandikia kwenye comment hapo na mimi nitakuelezea vizuri, sio kwenye video. Kwa mimi nitaongea kama wewe unaisijua hizi staili. Usipozijua utanitafuta. Pepo kanyia mbingu ni njia zako zote zinakuwa juu. Kwa kuna position unakaa chini ambazo kila mtu na balance yake ataelewa tu, na kiuno kinasogea kuja kama kinataka kuwa juu. Mwanaume anashiriki na wewe tendo kwa kuelekea mwelekeo wa chini, ambapo yeye mwanaume atajua namna gani anataka kujiposition. Kama atakuingilia kama mkasi kutokea juu, kama atakushikilia kutokea juu tu na wewe utakuwa umeenda chini, kwa sababu kuna uwezekano wewe miguu yako kaibana hata kwa hapa kupata balance yake na ukawa uko chini. Kwa hiyo kuna uwezekano pia miguu yako kawa umeibana kwenye kiuno chake ili kupata balance. It depend, lakini ni pepo kanyia mbingu ni kwamba njia zako zote zinaelekea juu na yeye anashoot kutokea juu kuelekea chini. Hii ni style ambayo inachukua pumzi nyingi za mwanamke, kwa sababu unaelewa kichwa kikwa chini inavyokuwa. Kwa mwanamke anapotumia pumzi nyingi katika namna ya kuendo hiyo situation ama hiyo style, maana yake mnaelewa, njia ya nyuma inahifadhi pumzi. Ni kwamba wakati unataka kupumua, njia ya nyuma waga ina control pia hiyo hewa. Kwa hiyo kuna hatihati hata pia ukafikia tu ukapumua. Kama mwanaume atakuwa na shoot kwa nguvu, anakupa pressure, anaipeleka zaidi chini, unaweza ukashangaa unakuwa unapumua tu. Unanielewa vizuri, ushanifahamu Lakini inamfanya mwanaume pia awe comfortable kuona njia zako zote mbili. Sio, umenielewa? Kwa sababu si anakuona live, kwa hiyo yeye anakuwa kama DJ katika chombo chake kile. Ushanifahamu?
Nadhani umenielewa. Kama kuna staili yoyote ambayo hapa imekupa ukakasi, hujaielewa vizuri na unakaaje, utanitafuta ama utaniandikia kwenye comment ni staili ipi, kama ni chuma mboga, kama ni mbuzi kagoma kwenda, kama ni helicopter, kama ni mkasi, kama ni popo kanya mbingu, mimi nitakuelezea vizuri sana kwenye comment section ama ukinitafuta private, kwa sababu hapa kwenye YouTube tumewekewa limit ya kuzungumzia vitu. Sawa? Sasa hizo ni staili 5 hatari ambazo nimekuletea leo. Usizikae hizi staili kama wewe ushawahi kufanya mapenzi kinyume na maumbile na upo na mwanaume ambaye hafanyi hicho kitu na hajui kama unafanya. Ukithubutu kukaa hizi style, kuna hatihati akakushtukia, na wengi wameachika kwa ajili ya kugundulika washafanya mtendo huo. Mwanaume anakuweka style, wewe hujui hiyo style itakuumbua kweli. Ukikaa hiyo style, njia moja inafunguka, ama italeta zile saini nilizokuambia 3: sugu, weusi pale juu, malinda, ama kufunguka kabisa. Wanawake wengi washaachwa katika namna hiyo. Lakini pia kama unaona ni mwanaume unayempenda na yeye anakupenda na ni mwanaume mwenye powerful, ni mwenye nguvu ya kuhimili taarifa, zungumza naye kwamba iliwahi kutokea pengine na au unajutia, unatamani kuacha na vitu kama hivyo. Akikuelewa ili uweze kuwa comfortable zaidi mnapokuwa chumbani kuliko ile kujibana, akataka kuweka pepo kanya mbingu, umeteleza, utaki. Wapo wanawake namna hiyo, unataka kumweka hivi kaporonyoka, anataka kukaa hivi, anaogopa. Kuna position anaziogopa kama hivi ninavyowafundisha, kuonea utashangaa anaenda kuziogopa chumbani. Mwanaume anashangaa, vipi mbona ananikimbia hizi positions? Au wale wazee wa kazi meta. Sasa ushanielewa. Kwa hiyo ukiona na kunyima confidence katika namna hiyo, hebu jaribu basi kuangalia unazungumza naye vipi. Ama hata kama akashtukia, usione aibu. Ongea ukweli. Mwambie bwana, ilikuwa. Utatafuta namna ya kupolish ule ukweli ili kumwangalia mwenzako anawezaje akakuelewa. Umuhimu ama vizuri umeacha, basi Mungu pia anaweza kukusimamia katika namna ya kumpata mwenzako ambaye naye atakuwa ameacha na atakuwa tayari kuwa na wewe katika hiyo namna yako na kukupokea hivyo. Staili hizo zilikuwa ni staili 5 hatari ambazo utakiwi kukaa kama wewe mwanamke umeshawahi kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Nadhani umenielewa vizuri sana. Naomba uniandikie katika comment hapo, je, ni staili ipi nyingine nimeisahau kuisema? Nitajie hapo. Ama kuna ushuhuda wote ushawahi kuupata kutoka katika hizi staili, pia niandikie katika comment hapo. Pia usiache kusubscribe, kwa sababu hii ndio channel pekee ambayo tunakaa tunazungumza mambo kwa uwazi na upana kama hivi kuhusiana na mahusiano na ndoa. Ulikuwa na mimi Mombeki Crispin, ni kuage tu kwa sasa. Mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video inayofuata. Bye bye.